katika taifa letu. Mimi umenituma hapa Mandera mara kadhaa, umenituma pale Ashabito, umenituma pale Erwak, na umenituma mahali ingine inaitwa Banisa. Hiyo wakati yote umenituma kuhakikisha kwamba serikali yako ile mipango imepanga ya kuhakikisha kwamba sehemu kafu ambao iko na kiangazi, watu na mifugo wanapata chakula ya kutosha. Wewe kama kiongozi wa taifa ukahakikisha kwamba wananchi wote wa Mandera, wa Wajir, pale Wajir ukanituma mahali naitwa Talbaj, ukanituma Eldas, pale Garissa ukanituma Garissa Town, na pia Mbarambara, Tana River vile vile, na kona zote za sehemu kafu. Hiyo ni kazi yako, ni mapenzi yako, ni bidii ili ambao unatia katika serikali yako. Mimi nataka niwahakikishie kwamba Mheshimiwa Rais, sisi katika baraza la mawaziri tutaendelea kufanya bidii kuhakikisha yale ambao unatuambia tufanye inafanyika kwa haraka. Mandera yoya! Mandera yoya! Huyu kiongozi wetu wa taifa, wakati nilitoka bungeni nikaingia katika baraza la mawaziri, alitutuma pale kwa mlima kufanya kazi ya siasa, kuhakikisha kwamba kiongozi yule ambaye tunapata pale kwa mlima atakuwa amechaguliwa na chama cha UDA. Alitutuma pale tukiongozwa na naibu wa rais, tukaenda tukafanya kazi sawa sawa. Ile kelele ambayo yote mmekuwa mnasikia, hiyo ni kelele tubu. Ni watu ambao hawana maono, ni watu hawana akili sawa sawa. Tuliwashinda na huyu kiongozi. Watu ya mlima wakasema asubuhi moja wakaamuka kwa chama ya UDA wakatupatia mbunge, kwa chama ya UDA wakatupatia ma MCAs wawili. Kwa hivyo jameni, watu ya Mandera, watu ya kona hii ya Kenya, msinje mkandanganyika na mtu yoyote. Wale ni wakora ambao hawana sera yoyote, kazi yao ni kiburi, ni kelele, na tunawaambia waende nyumbani wasiende. Waende nyumbani wasiende. Si ndio hiyo jameni? Waende nyumbani. Wapatie kiongozi wetu wa taifa nafasi yaendelee. Mheshimiwa Rais ni 2 term, si 2 term. Mheshimiwa Rais, jana mimi nimefikisha mwaka moja